Tumeshawahi kusikia mashindano ya mpira wa miguu ikiwemo UEFA Champions League, lakini leo nipo na mashindano ya klabu bingwa Afrika, yani tunazungumzia CAF. Jina langu ni Abubakar bin Hussein na hii ni Annual TV, kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Mashindano ya klabu bingwa Afrika, CAF Champions League, ni mashindano ya mpira wa miguu yanayoandaliwa na shirikisho la mpira wa miguu Afrika kwa ajili ya vilabu bora kutoka nchi mbalimbali barani Afrika. Haya ndio mashindano makubwa zaidi kwa vilabu vya Afrika na yanafanana kama UEFA Champions League barani Ulaya. Yalianzishwa mwaka 1964 kwa jina la African Cup of Champions Club. Mwaka 1997 jina lake likabadilishwa kuwa CAF Champions League mpaka mfumo mpya ulianzishwa pamoja na ujumuishaji wa hatua za makundi, group stage, hatua mtoano na finali. Awali vilabu vilivyoshiriki vilikuwa mabingwa wa ligi kuu tu kutoka kila nchi, lakini hadi sasa baadhi ya nchi zinaruhusiwa kuingiza timu mbili kulingana na viwango vya CAF. Klabu ya Al Ahly kutokea Misri ndio klabu iliyofanikiwa zaidi, ikiwa imetoa taji hili zaidi ya mara 11, ikifuatiwa na Zamalek kutoka Misri na TP Mazembe kutoka DRC Congo. Pia ni vilabu maarufu vilivyotoa mataji mengi. Klabu nyingine zilizowahi kutoa ni kama Esperance de Tunis kutokea Tunisia, Raja Casablanca, Wydad Casablanca kutokea Morocco. Mfumo wa mashindano haya ilikuwa ni hatua ya awali, hatua ya makundi, robo finali, nusu finali hadi finali, hushirikisha timu mbili bora tu. Kuanzishwa kwa hatua ya makundi, group stage, kama ilivyo UEFA Champions League, vilabu vinavyoshiriki si mabingwa tu wa ligi za kitaifa, bali pia ni washindi wa pili kutoka kwenye ligi zenye alama nyingi kwenye viwango vya CAF. Kuanzishwa kwa zawadi kubwa ya pesa kwa bingwa na timu shiriki ili kuongeza mvuto, na haya ndio mabadiliko makubwa yaliyofanywa. Mfumo wa mashindano kwa sasa, raundi ya awali, vilabu vingi vya kawaida kuanzia hapa. Raundi ya kwanza, first round, timu zinachuana kupata nafasi ya kuingia hatua ya makundi. Hatua ya makundi, group stage, timu 16 hugawanywa kwa makundi manne na yenye timu 4. Robo finali, nusu finali, finali hupigwa kwa mechi moja tu tangu 2020. Vilabu vinavyotamba zaidi, Al Ahly ndio bingwa mara 11, klabu yenye mashabiki wengi Afrika, imefanya vizuri zaidi ya miaka 2000 hadi sasa. TP Mazembe kutokea DRC Congo, bingwa mara 5, ilikuwa klabu ya kwanza Afrika kufika finali ya FIFA Club World Cup mwaka 2010. Zamalek kutokea Misri, bingwa mara 5 na hasimu wake mkubwa ni Al Ahly kutokea Misri. Klabu zingine ni kama Esperance de Tunis kutokea Tunisia, mabingwa mara 4, Raja Casablanca na Wydad Casablanca kutokea Morocco, hao ni mabingwa mara 3. Asante Kotoko Ghana, mabingwa mara 2. Vilabu kutokea Afrika Mashariki havijawahi kutoa taji hili, lakini Simba na Yanga kutokea Tanzania na Gor Mahia kutokea Kenya zimewahi kufika hatua za makundi au robo finali. Changamoto kubwa kwa vilabu vya ukanda huu ni ukosefu wa fedha, miundombinu bora na uzoefu wa kimataifa. Bingwa wa CAF Champions League pata nafasi ya kushiriki FIFA Club World Cup pamoja na Super Cup ya CAF dhidi ya bingwa wa CAF Confederation Cup. CAF hutoa zaidi ya fedha inayofikia hadi milioni 2.5 kwa bingwa, kiasi hubadilika kulingana na mdhamini. Wadhamini wakuu waliowahi kuhusika ni Total Energy, Orange na makampuni mengine makubwa. Mechi hizi huonyeshwa kimataifa kupitia CAF TV, SuperSport, Bein Sport, Azam TV na kadhalika. Natumai mpaka kufikia hapa umeweza kufahamu mashindano ya klabu bingwa Afrika, yani CAF Champions League. So mwingine ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho ni Abubakar bin Hussein na hii ni Annual TV. Usikose kusubscribe YouTube channel yetu kupata update kila siku. Sina la ziada, asante kwa kunisikiliza na kwaheri.